sijai kusikia neno la ubaharia katika maisha yangu. Ubaharia ni kazi inayoheshimika duniani. Changamoto zipo na sio kwenye ubaharia tu, changamoto ziko kwenye kazi zozote. Hujambo mtazamaji wa Asam Online TV. Tupo Kizimkazi kwa mama. Kunani? Jina langu ni Hawa Farhamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim. Mimi nilifanya kazi kwenye meli hapa Zanzibar, lakini meli niliyokuepo uongozi ulikuwa ni thabiti. Work colleagues ambao nilikuwa nao walikuwa ni watu waelewa, wenye kutambua kwamba mimi ni mwanamke na mazingira ambao nilikuwepo, lakini pia ilichangia kwa kiasi kikubwa na attitude ambao nilikuwa nayo mimi mwenyewe, kwamba nilikuwa najitambua mimi ni mwanamke, niko kwenye a male dominated industry. Kwa hiyo kuna namna natakiwa ni behave, nisije nikawa naleta triggers kwa ile agenda nyingine. Kwa hiyo kwa namna hiyo niliishi vizuri kabisa, tuliheshimiana na wafanyakazi wenzangu, na nikiri kwamba sikukutana na any challenge ya harassment au kubaguliwa, kwa sababu nilijitahidi kuishi kama wao, kuishi katika culture yao, kuendana nao, lakini na wao wakaniona kwamba najitahidi, najaribu. Kwa na wao wakaja wakaishi kama wakanichukulia kama mfanyakazi mwenzao na sio tu mwanamke ambao niko ndani ya meli. Tunajua kwamba kuna changamoto nyingi ambazo zinakumba mabaharia wa kike kwenye meli. Je, kwa upande wake swala hili likoje? Changamoto zipo na sio kwenye ubaharia tu, changamoto ziko kwenye kazi zozote, na katika maisha kikawaida changamoto zipo, lakini jinsi unavyokabiliana nazo ndio utofauti utakaoona kwenye kuleta solution. Kwa upande wa mwanafunzi wa kike ambaye yeye amepokea elimu hii, tukamsikilize elimu hii ameipokeaje. Hii elimu ya ubaharia nimeipokea vizuri kwa sababu sijai kusikia neno la ubaharia katika maisha yangu. Kwa vile leo tumetembelewa na mabaharia, nimeweza kuipata elimu hii, na pia ningependelea kutoa ushauri kwenu. Na ushauri huo nasema, ningeiomba serikali iweke hatua ambazo sisi wana historia au watu wa science tunaweza tukafikia tukawa na mabaharia. Maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani, ambapo timu nzima ya mabaharia kama unavyoyaona imekwenda katika skuli hii ili kuwapa elimu kuhusiana na elimu juu ya mabaharia, haswa mabaharia wanawake. Tunaendelea na safari. Safari yetu bado tupo Paje Secondary School, na hapa tuna mwanafunzi ambaye amepatiwa elimu hii ya mabaharia. Nimefurahi sana kuja ugeni skulini kwetu na kutupa elimu ya ubaharia. Pia wametupa vitabu hivi ili tufanyie kazi, tusome masomo ya science ili tuwe mabaharia wema, na pia tunapokwenda kule tuwe tunajua masomo ya science. Tusifeli na tusishindwe. Na washauri wawe makini kwa vitabu tulivyopewa, na pia wawe comfortable katika kusoma vitabu. Kwa nini mmekuja kuwapa elimu wanafunzi na si baadhi ya watu wengine? Kwa wanafunzi tunatoa elimu ya bahari na kuwaelewesha ubaharia ni nini. Kuwaelewesha ubaharia ni nini.
Huko zamani ilikuwa inajulikana kama ubaharia ni kazi ya kihuni, lakini ubaharia ni tofauti. Ubaharia ni kazi inayoheshimika duniani. 98% ya mizigo duniani inasafishwa kwa njia ya maji. Kwa hiyo ubaharia ni kazi ya kuheshimika. Wezo 52, 3, 53, wezo 54, wezo 55, wezo 55, wezo 55, 55. Kwa kweli tumejifunza mambo mengi katika safari yetu hii, kutokea kuwapa elimu watu au wanafunzi wa shule ya Kizimkazi hadi kuelekea hapa mwishoni katika soko au diko la Unguja Kuu. Kikweli tumewapa mabaharia elimu katika diko la Kizimkazi, na wao wamepata uelewa namna gani ya kutunza mazingira yao na kutunza boti zao ili kufanya kazi katika hali ya usalama. Pia tumefika katika maeneo ya shule ambapo tumetoa elimu namna gani ya kujifunza masuala ya kibaharia na criteria gani zinahitajika ili ujifunze masuala ya kibaharia. Jambo ambalo litawafanya wanafunzi kutengeneza mustakabali mwema wa kule ambapo wanaelekea, kujua kwamba nasoma masomo ya science ili nije kuwa baharia yenyewe, either nitakuwa katika part ya department ya engineering au nitakuwa katika transportation. Jambo ambalo litatujia kutengeneza wataalamu ambao wanauelewa zaidi katika masuala ya bahari na vile vile itawafanya watakuwa mabaharia bora zaidi ambao wanaendana sambamba na teknolojia ya sasa na kuwa na kizazi bora baadaye kwa mustakabali mema wa bahari na jamii kwa ujumla. Mtazamaji wa ASAM Online TV, ni ziara ya mabaharia ambapo tumeanza katika skuli ya sekondari ya Kizimkazi kwa mama na tukapita kwenye madiko ya Kizimkazi, lakini tukaenda katika skuli ya Paje na kujumuika na wanafunzi mbalimbali ambao wamepatiwa elimu hii juu ya kusoma swala zima la mabaharia. Lakini tunafikia tamati Unguja Ukuu. Naona harakati za soko minada ambayo imetaradad siku hii ya leo. Hii ni ziara ya mabaharia, lakini bila kusahau nyuma ya kamera nilikuwa naye sambamba Jabir Rizwan Kasim ambaye ndo amenipamba siku hii ya leo. Mwanzo hadi mwisho wa safari hii. Hadi wakati mwingine.